Nimekutana na hii comment na nikaona si vibaya nikashare na nyinyi kwa pamoja. Huyu anasema hivi, kupungua kwa nguvu za kiume sio tatizo, kwani unaweza ukapiga zoezi lakini pia ukatumia vyakula ukiongezea na energy, tayari unakuwa na stamina na unaweza kufanya show vizuri. Ni kweli, lakini kuna kitu ambacho wanaume hapa mnatakiwa mkifahamu. Ukweli ni kwamba zamani wazee walikuwa wakila vyakula vya asili, wana uwezo wa kuperform vizuri tendo la ndoa, lakini pia walikuwa wanafanya mazoezi. Hata kama mtu hajaenda kwenye mazoezi direct ama hajaenda gym, lakini alikuwa na uwezo wa kutembea umbali mrefu, alikuwa na uwezo wa kufanya vile vitu ambavyo vinaufanya mwili wake uwe active. Lakini kwa sasa hivi unamkuta kijana mwenye miaka 28 au mwanaume mwenye miaka 30 akitoka nyumbani asubuhi anaenda kazini, anatumia usafiri, akifika kazini anakaa anatulia, baadaye muda wa kutoka kazini ukifika anapanda gari ama anapanda usafiri, anarudi nyumbani. Wakati huu hajapata muda wa kufanya mazoezi ya aina yoyote ile. Lakini pia kwenye mlo anakutana na vyakula ambavyo vimejaa kemikali, vyakula ambavyo vinatengenezwa sana viwandani. Kija kuangalia vyakula alivyovitumia, 80% ni vyakula ambavyo vimesindikwa ama vimetengenezwa kwa kutumia kemikali. Hakuna chakula ambacho chenye uasili kama zamani walivyokuwa wanafanya. Hapa ni dhahiri kwamba nguvu za kiume lazima zitaathirika. Unaweza usiwe unafahamu, unaweza usiwe unapiga punyeto, unaweza usiwe unafanya kitu chochote kile ambacho kinapunguza nguvu za kiume, lakini kulingana na mtindo wa maisha ukajikuta unapoteza nguvu za kiume. Sasa ni nini cha kufanya? Kama ni mwanaume umejikuta unadumbukia kwenye dimbwi la kupoteza nguvu za kiume bila kujua, na virutubisho lishe maalum ambavyo wanaume akivitumia vina uwezo wa kumrudisha kwenye urijali kama ilivyokuwa awali. Na uzuri ni kwamba Anti-Afya Imara tumekuwa tukiwasaidia wanaume wengi sana wenye matatizo ambayo yanaathiri mfumo wa uzazi na kudhoofisha nguvu zao za kiume. Tupigie leo, tupo tayari kukusaidia. Usahau kushare video hii kwa wanaume wengine wapate taarifa hatua ili kupata suluhisho la changamoto zinazowakabili.